Tanzania kwa maana ya Simba na Dar es Salaam Africans, mechi ya ligi NBC. Mnakumbuka kwamba takriban siku 4 zilizopita tulipata matokeo mazuri dhidi ya mtani katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, lakini leo tumerejea katika uwanja wa Meja Samuyo. Kikubwa naamini kwamba tunakwenda kupata matokeo dhidi ya mtani Dar es Salaam Africans. Mara ya mwisho Mikoa iliniambia kwamba Young Africans wanapaswa wajitahadhari sana, kwa maana Simba Sports Club imedhamiria kwenda kurudisha heshima yake ambayo ilikuwa imepotea muda mrefu sana. Leo asemaye kesho ni muongo. Unaona tahadhari hiyo ndugu zako wanapaswa kwenda kuichukua? Yes. Hali Simba Sports Club inaonekana kuwa ya moto kweli katika mchezo uliomalizika. Yes. Kila mmoja ameona namna ambavyo mabadiliko makubwa ya Simba na performance ya Simba, hususan katika mzunguko wa pili pale ambapo klabu ya Simba ilipokwenda kufanya usajili zidi ya wachezaji kuongeza kwenye timu yetu. Simba tumekuwa bora zaidi. Ligi NBC katika mzunguko wa kwanza Dar es Salaam Africans na Simba Amani Zanzibar, nyinyi waandishi mlikuwa mashahidi. Kilichowaokoa Dar es Salaam Africans muamuzi kutokwenda kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Leo tuna imani kwamba jopo la walimu kutoka nje na marefali kutoka nje watakuja kutafsiri sheria 17, na tunaamini sheria 17 ikienda kutafsiriwa vizuri tutapata matokeo dhidi ya mtani. Pengine jana kulikuwa kuna baadhi ya kelele zilikuwa nyingi, hususan kabisa swala la uwanja. Kuna watu walikuwa wanatamani ndugu yangu waweze kukimbia uwanja. Unajua katika dunia kuna watu mazimbukuku, kuna watu walikuwa wanaitwa majuha, kuna watu walikuwa wanaitwa wenye afya ya akili. Si kila mmoja atakachosema kujibu tu. Kuna muda mwingine unaweza kumjibu mtu na wewe kaingia katika ile kundi. Lakini waandishi wa habari mmekuwa mashahidi, mmefika Meja Samuyo, mtaona kilichotokea jana na leo ni vitu viwili tofauti. Hapa ndio nalazimisha nimkumbuke rafiki yangu diwani wa Kariakoo Haji Sande Manara aliposema wenye akili ni wawili tu. Lakini ukweli unaonekana, uwanja ni mzuri. Naambia wana Simba waliokuwa karibu waje ili kuja kushuhudia mnyama akikusanya pointi 3 kutoka kwa Dar es Salaam Africans. Yanga hawezi kutoka na alama. Kikubwa kwamba sisi Simba tumekuja kucheza fainali. Tumejua kwamba mechi ya leo ndio itatuwekea katika msingi mzuri wa kuelekea kwenye ubingwa wa ligi NBC. Maana yake tutakapokwenda kupata matokeo ya leo, tofauti anaongoza ligi ni pointi 2. Mbele kuna zaidi ya mechi 8 ambazo watu wanakwenda kupambana. Kuna namna kila mmoja anakusanya pointi. Kwa hiyo tutakwenda kutengeneza imani kubwa kuelekea kwenye ubingwa. Na bahati mbaya ikatokea na imani haiwezi kutokea kwamba tutaweza kujitengenezea kaburi kutokuangalia tena ubingwa wa ligi NBC. Lakini na imani mwalimu Steven Beka ameandaa timu vizuri, mashabiki wa Simba wako vizuri, wako sawa sawa kuja kusupport timu inshallah. Mimi na imani kwamba tutakuja kupata matokeo mazuri dhidi ya mtani Dar es Salaam Africans. Leo inaonekana kama mmewaingiza kwenye mtego ya Young Africans. Taarifa zilikuwa zikisemekana ni Seteura pengine huenda kukosa mchezo wa leo, lakini jana ni kama watu wameshtukiwa mchezo baada ya kuona baadhi ya picha zikionyesha kwamba yuko anafanya mazoezi. Msemaji aliwahi kusema na aliwaambia Watanzania kwamba tuko vizuri, tuko sawa sawa. Vijana wote ambao walipata injury wamerecover, wako vizuri, wako sawa sawa. Kwa hiyo kinachofurahisha kuona namna ambavyo wanajeshi wote wa Simba wako sawa sawa. Unakwenda kumpa uwanda mpana kabisa mwalimu wetu Steven Beka kuchagua nani aanze, nani asianze. Lakini mimi naamini kwamba ubora wa wachezaji wetu, mmoja akikosekana mwingine atakuja kulikava nafasi ya mwenzake. Otherwise yote kwa yote Simba tuko vizuri, tumekuja kwa mwenye mapambano na inshallah mimi na imani kwamba leo tutapata matokeo ambao kila mwana Simba atafurahi katika uwanja wa Meja Samuyo. Wanawadai mmewakafiri kwenye swala la kuingilia. Simba ni timu kubwa, Dar es Salaam Africans ni timu kubwa. Kiingilio cha chini 15,000. Wale ambao wanataka kulalamika walitakiwa kwanza walalamike na mechi ya Azam na Simba 15, lakini dabi tumeka 15. Mimi nafikiri ni kiingilio reasonable ambao kila mwana Simba anaweza kumudu, na ndio maana ukiona leo hapa katika uwanja wa Meja Samuyo nyekundu na nyeupe imetawala zaidi kuliko jezi nyingine yote. Shida ni nani tu uwezo, kila mmoja na nafasi yake. Sisi kama watu wa Simba tuna imani kwamba kiingilio cha chini, kingekuwa 100,000 wana Simba tungekuja. Waandishi wa habari mmekuwa mashahidi, mashabiki wa Simba ndio mashabiki wanaongoza kujilipia na kusafiri kuifuata timu yao. Kigoma tunakwenda, Bukoba tunakwenda, na juzi mmeona tulikuwa Zanzibar. Kwa hiyo sisi swala la kiingilio hatuwezi kulipigia kelele. Sisi tunaamini kiingilio ni leo zanabu ambao kila mwana Simba amekuja kwa uwezo wake inshallah kuja kuisupport timu yake. Naambia nini mashabiki wa Young Africans baada ya mchezo wa leo, pengine itakapotokea lolote lile? Wakae tayari kuona namna ambavyo mwalimu wao kocha wao anaondoka kwenye timu. Mipango imekamilika, barua imeshaandikwa. Yanga hapa leo anafungwa Jumanne saa 6. Yanga wanatoa taarifa kwa umma kwa kumuondoa mwalimu wao Pedro. Jumanne saa 6 Yanga wanaitisha place kuja kutangaza rasmi wanaachana na kocha wao Pedro. hizo za ndani imepoa. Yes, ndio nawaambia mashabiki wa Yanga wakae tayari katika hilo.
Asante, nashukuru sana waandishi. Inshallah Mwenyezi Mungu ikimpendeza tukutane hapa tukifanya mahojiano. Asante sana.